Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia na kutuwezesha na kutupa afya, lakini pia tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunapokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kipindi ambacho tunahusiwa sana kwetu sisi Waislamu tufanye ibada, kwa kuwa funga ni ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ametupa maamrisho ya kufunga ili tupate kuwa wacha Mungu. Lakini funga inatufanya kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu na tuweze kupata afya. Ndugu zangu, mwezi huu wa Ramadhani ulikuwa ni mwezi ambao si wa kuzungumza mambo kinyume na dini yetu ya Kiislamu ilivyotufundisha kuhusu Ramadhani. Lakini leo tumewaita waandishi mbalimbali wa vyombo vya habari. Tumewaita hapa, vipo vyombo special vya Kiislamu. Wapo Adelinki, wako Masjidi Mtoro, wako Mzee Omar Lioba na wengine wote. Muona bwana, nia na mazumuni ni kuzungumza kadhia na baadhi ya vyombo ambavyo sio vyombo vya Kiislamu. Yani wote kuzungumza kadhia ambayo kadhia hii imetokea hivi karibuni na shekhe wa kimitandao. Mimi namuita shekhe wa kimitandao ambaye huyu ni maarufu katika mitandao kutoka Afrika Mashariki na Kati. Maana lazima kwanza mjue tunamzungumzia leo shekhe wa kimitandao ambaye umaarufu wake ameupata zaidi katika mitandao, ambaye huyu ni kutoka Afrika Mashariki na Kati, kutoka katika nchi ya Kenya. Hivi karibuni katika darasa lake analoendelea katika msikiti wake katika nchi ya Kenya, alizungumza moja kati ya clip yake ambayo naiweka hapa, nitataka muisikie kwa mazungumzo. Naiweka kwanza kidogo tu, tunamweka ili muweze kumsikia. Mbona sendi, mbona napenda. Ndugu zangu, sisi Waislamu tuna matatizo. Wallahi sisi Waislamu tuna matatizo. Anasema sisi Waislamu tuna matatizo. Tujulishe kwamba mimi sijakataa kwenda Zanzibar, lakini kule Zanzibar kuna Majlisul Ulama. Ndio. Kama huku kwetu kuna Qadhi's office. Ile Majlisul Ulama ndio isimamia mambo ya makadhi. Ndio. Na mufti. Ndio. Ile ndo kama mlisikia kwamba kuna huyu ndugu yetu Muhammad Bachu alimfungia. Na mimi pia amenifungia. Anasema na yeye pia akafungiwa. Msisikieni. Tatizo tu tuna tofauti. Mimi kwa nini nikafungiwa? Mimi sijamtukana mtu. Sijatokea mimi kutukana mtu. Ndio. Lakini ule rafiki yangu ambao kwamba mara nyingi mwanafunzi mwandani wangu hunifanya mimi nikienda kule. Rafiki yake ambaye anamfanyia kwenda Zanzibar. Mmoja na upinzani naye. Dini tukiitia na umimi, dini tunaweka na umimi. Napenda kuambia hasa ujumbe huu napenda kumtumia mufti wa Zanzibar. Ujumbe huu anapenda kumtumia mufti wa Zanzibar. Na kabineti yake. Watakuwa wakifanya kwa maslahi ya huyu nampenda mimi, huyu rafiki yangu, huyu kwa karibu na mimi, sawa. Ndio. Huyu hako na mimi, huyu. Dini haitakiwi kuingizwa siasa ndani yake ya hii siasa yetu. Sawa. Ya kuwa aniungae ndamruhusu, ndio asoniunga block. Okay. Hawana hoja anasema. Walimuita huyu bwana. Kaitwa. Wakamwambia mimi nina matatizo matatu. Tatizo la kwanza walimuita juzi. Tatizo la kwanza, naomba msikilize waandishi, mada yetu inaanzia hapa. Mkutano wa kidini na rais alikuweko, baada ya kuzungumza mambo ya dini kwenda kumwambia Mama Samia boda si usumbuliwa. Jambo la boda hilo. Mimi sizungumzie dini, kwani mimi kuja Zanzibar kuzungumza siasa? Mimi kwenda Zanzibar walikuwa misikitini. Ndio. Sasa hili nafasi nilipata, nikaona wendani wangu mimi mwana siasa, nimeomba kama mimi kwa dini asitunge protocol. Yaani mimi na dini, protocol muhimu kwangu mimi ni dini. Protocol muhimu kwake ni dini. Popote mkinialika lazima watu wajue, usiniwekee protocol ambayo kwamba haikubaliani na. Kama waona kuna protocol muhimu kushinda dini, usinialike. Usinialike kama kuna protocol kuliko dini. Nitakuja Ruto hapa, lakini usizungumze. Ukiwa wataka una masharti yako, ndio usinialike mimi. Tusikilize, mada yetu inaanzia hapa.
Si muhimu mimi. Mimi muhimu, mimi nazungumza mbele ya Mungu hapa bwana. Una zaidi? Nani muhimu? Wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Takunekea mtu. Kama wewe mtu kwako ana thamani, mimi Mungu ndo ana thamani. Mungu ana thamani kwake. Twende hapo. Nini? Yakhi mimi hakuna mtu ataona kuna klipu mimi nimeweka ya Mama Samia kunambia kusema mimi muhimu sikupendwa na Mama Samia, mimi muhimu kupendwa na nani? Anasema yeye muhimu sio kupendwa na Mama Samia, yeye muhimu kupendwa na Mungu. Kamuingiza mama. Mitandao yangu huwezi kuona klipu ile. Kuna mtu kila mmoja anitumia huna neno. Sina neno nani? Mama Samia miaka 5, miaka 10 mpe. Hapo. Atakuwa kama wengine. Atakuwa kama wengine Mama Samia. Khalas. Nasikia maneno haya. Tuna kipengele hapa. Limewachoma. Ikawa bibi yani vumilieni kwa sababu inaisha. Permit kule. Limewachoma pia. Kwa nini mimi nimepewa permit? Sasa mimi nimepewa permit, sasa si serikali nyinyi. Si mimi naomba kwa serikali. Wako watu katika majlisi ulama wanatumia, yani majlisi ya kuvaa wanaitumia kama hapa kwetu hapa Kenya. Jamani, ukiwa kwenye kitengo cha dini mche Mungu, simamia dini kisawasawa au toka kwenye hapo. Kisha wewe tena utakaye. Lakini unataka kwenda kuadhibu watu. Juzi mimi nimealikwa mkutano kabla ya Ramadhani, wana kongamano kufanyika pale. Kongamano kabla ya Ramadhani kaalikwa Zanzibar, tuishie hapo. Ndugu zangu, nimewaekea hii clip kwa makusudi ili nyinyi muweze kubalance story na ujumbe uweze kufika vizuri. Hoja hizo dini ambaye huyu ni shekhe kutoka Kenya anasema kwamba ameulizwa na watu kwa nini haendi Zanzibar. Akasema kwamba majlisi ulama ya Zanzibar imemfungia kwamba yeye asiende Zanzibar. Lakini hoja nyingine ambayo hizo dini amesema kwamba yeye ana rafiki yake ambaye yuko Zanzibar anayemualikaga, huyo rafiki yake haelewani na mmoja kati ya wajumbe pale katika baraza la ulama, kwa hiyo imekuwa sababu yeye ya kufungiwa. Sasa akasema mufti wa Zanzibar anatakiwa akae na kabineti yake. Kabineti yake ina matatizo, ina watu wanaangalia maslahi yao, hawaangalii maslahi ya dini mbele. Katika maelezo katika maneno yake ambayo ameongea humu, kama mwandishi atakuwa hana nitampostia. Lakini hizo dini kalilaumu baraza la ulama na akasema kwamba yeye protokali wala haimuhusu. Kama unataka kumwalika, mualike azungumzie maneno ya dini. Kama kuna protokali za kisiasa au za kiserikali, yeye azitaki katika shutuma zake anazozisema. Lakini akasema kwamba baraza la ulama limekasirika. Kuna siku liliandaliwa kongamano pale Zanzibar, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mama Samia Suluhu Hassan alikuwepo. Hizo dini akafikisha ujumbe pale, akasema kwamba boda mashehe tunasumbuliwa sana, mama tunaomba ili jambo ulifuatilie vizuri. Hizo dini akasema hiyo ni moja kati ya sababu nayo baraza la ulama wamekasirika. Lakini hizo dini katika kipengele cha clip yake humu akasema Mungu anaitwa Mungu. Mungu ni Mungu tu. Mungu unaweza ukamuita Mungu peke yake. Huyu ni shekhe amesema Mungu unaweza ukamuita Mungu tu katika kipengele chake. Bimaana kuna hoja anashutumiwa yeye hizo dini. Akienda Zanzibar, baadhi ya mashekhe wana majina yao. Mfano hapa Sheikh Abubakari bin Zuberi, mufti mkuu wa Tanzania, huwezi kumuita Abubakari. Au mashekhe Sheikh Waridi, huwezi kumuita Walidi. Sasa yeye amekuwa na tabia kuwaita mashekhe majina yao pasipo kuwapa vile vyeo vyao. Hiyo shutuma mojawapo anasema nayo anashutumiwa kwa kuwaita watu majina. Lakini pia hizo dini alialikwa katika harusi ya mtoto wa Mama Samia. Mama Samia kwa mapenzi yake akasema naomba hizo dini atoe hutuba na aswalishe, na akamsifia akasema kwamba tunapenda sana mawaidha yako shekhe, huwa tunayaona katika mitandao na tunakufurahikia sana. Hizo dini anasema ile posti ya clip yeye ya kusifiwa na Mama Samia, yeye anasema kwake sio dili. Yeye anapenda zaidi kusifiwa na Mungu au kutukuzwa na Mungu kuliko kwamba hata kwenye mtandao wake hajaposti
ile clip ambayo Mama Samia akamsifia. Ndio maana akasema Samia atakaa miaka yake 5 ataondoka, atakuja mtu mwingine, au yeye atakuwa mtu wa kawaida. Kazungumza maneno kama haya. Ndugu zangu, naomba hizi hoja nizifafanue kwa sababu nataka nije nikizungumzie kipengele cha hizo dini kumweka rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nataka nije nizungumzie kipengele cha hizo dini ambacho wamekufuru. Hizo dini kakufuru kwa kumuita Mungu ni Mungu tu. Na huyu lazima tumuelimishe, tumwambie aambiwe na aelewe. Kwa sababu hawa ndio wale mashekhe wa kwenye mitandao ambao wanatoa fatwa na hukumu katika mitandao. Huwezi kumuita Mungu ni Mungu tu, watu wakakuacha tu. Alafu wewe umekuwa ukifundisha darasa. Lakini nataka nije nimueleze kipengele cha rafiki yake ambaye rafiki yake huyo haelewani na mjumbe katika Baraza la Ulama Zanzibar. Ndugu zangu, Ramadhani hii ilikuwa tusizungumze chochote, lakini tunayazungumza haya kwa sababu kusafisha hali ya hewa. Hizo dini, huyu shekhe wa mitandao anataka kuchafua hali ya hewa. Na anasema kwamba jambo hili linatumika kisiasa. Sasa atatuambia siasa gani baina ya yeye kuzuiliwa Zanzibar asiende kufanya mikutano. Anasema kwamba siasa inatumika. Mfano, ndugu waandishi wa habari, nyinyi wote mashahidi, miezi 2-3 Zanzibar wamepita wahubiri wakubwa wa kimataifa na wamefanya mikutano mikubwa. Mmoja akafanya mkutano Amani Stadium, na mwingine amefanya mkutano kama sikosei katika msikiti mkubwa. Aliyekwenda ni nani na nani? Dr. Zakir amekwenda, Dr. Zakir Naiki amekwenda pale na akafanya mkutano mkubwa na amepokelewa Dr. Zakir Naiki, na akaonana na rais wa Zanzibar. Baraza la Ulama, ofisi ya Mufti ikampokea. Huyu ni mhubiri mkubwa wa kimataifa huyu Dr. Zakir Naiki, ambaye huyu hizo dini hamkuti hata theluthi ya robo yake. Lakini tunamzungumzia pia ambaye muhadhiri mkubwa wa kimataifa Mufti Menki kutoka Zimbabwe. Mufti Menki tumeona matangazo yalikuwa kirushwa katika vyombo vya habari. Amefanya mkutano mkubwa katika uwanja wa Amani na amepokelewa, amehubiri, amekaa siku zake, mpaka tukamwona Mufti Menki anaenda kuogelea baharini, anapanda boti zile za Baresa, anafurahi na hakuna aliyemzuia wala aliyemwandikia barua. Hawa ni wahubiri wakubwa wako katika nchi ya Zanzibar. Hapa ninapozungumza na nyinyi, Al-Hatimi ambaye ni mhubiri kutoka Kenya, akiwepo na Sharifu, wako Zanzibar, wameenda na jana walikuwa wanazungumza katika msikiti wa Othman Maalimu, wametoa mawaidha, wamezungumzia Ramadhani, wamezungumzia kila kitu, na hakuna aliyewazuia Zanzibar kwamba wasifanye mkutano. Lakini isitoshe, katika hoja hii ambayo tutakuja kuijibu, Sheikh Othman Maalim sasa hivi ana zaidi ya miaka 20 ama 25 katika mji wa Zanzibar, na ameishi pale, ameoa pale, amekabidhiwa msikiti, na hatujawahi kusikia kwamba Othman Maalim ambaye ni maarufu kuliko hizo dini kuzuiliwa pale Zanzibar kwamba asiingie kwenda kufanya mihadhara au asihubiri dini. Mpaka leo Othman Maalim anaishi kwa permit na yuko Zanzibar na hana kelele na mtu yoyote. Ndugu zangu, baada ya shutuma hizi kutolewa, hapa tunazungumza shutuma, Baraza la Ulama wakakaa. Lakini kabla ya kukaa, hizo dini alisema kwamba Mufti anastahiki kuwa mkweli pamoja na baraza lake la Ulama. Shutuma zake za kwanza hizi, anastahiki kuwa mkweli na kabineti yake yote wanastahiki kuwa wakweli. Lakini katika hiyo alipolishutumu hili baraza, akazungumza maneno haya, tamko ambalo lilitolewa na kamati ya Mufti, ambalo tamko lao walikaa, ambao kazi yake kubwa Baraza la Ulama ni kumshauri Mufti katika kutekeleza maagizo yake. Wao wanasema waliona katika mitandao ya kijamii, ambapo tamko hili lilitolewa na mjumbe wa baraza lao, nataka nimtaje kwa jina, anaitwa Sheikh Swedi pamoja na Sheikh Hamisi. Sheikh Swedi pamoja na Sheikh Hamisi walijibu tamko la hizo dini. Wakamwambia, kama kweli wewe umefungiwa au kama kweli kuna barua yoyote inayoonyesha kwamba wewe umefungiwa, tunaomba barua hiyo uilete ndani ya siku 7, uionyeshe ili tujue kwamba kweli ilitoka kimakosa au tuliitoa sisi au waliitoa watu wengine. Na akamtaka kuwa kwamba Mufti ili awe mwadilifu
katika baraza lake la ulama Izzuddin akaambiwa na yeye, ndani ya siku 7 tunaomba utuletee ushahidi unaonyesha kwamba baraza la ulama lilikufungia. Ndugu zangu, kipengele cha baraza la ulama tunalifunga, tunakuja katika kipengele cha Izzuddin. Baada ya matamko yote kutoka juzi kaeleza ofisi ya mufti kaeleza, na jana Izzuddin siku ya Ijumaa akatokeza na lemba lake kubwa, akasema anauliza ofisi ya mufti wanataka ushahidi wa Kiislamu au wanataka ushahidi wa kikanuni. Lakini akaomba radhi Izzuddin, akaomba radhi kwamba yeye alilishutumu baraza la ulama badala ya kushutumu ofisi ya mufti. Mambo mawili, amelishutumu baraza la ulama badala ya kushutumu ofisi ya mufti, kaomba radhi. Ndugu zangu, sisi wote tuna akili timamu, sisi wote ni lazima tutafakari. Zanzibar ni nchi ndogo sana, Zanzibar ni kisiwa, Zanzibar ina mashehe wengi, ambapo mashehe pale wengi walitoka kina Sheikh Farsi ambao walitafsiri Qur'ani. Zanzibar ina historia ya mashehe kutoka Zanzibar kwenda Mombasa. Zanzibar ina ukarimu mkubwa wa kupokea wageni mbalimbali wa Kiislamu wakiwa wanaenda kufanya mihadhara ya dini. Lakini leo tumeshtuka na shutuma hizi ambazo Izzuddin amezitoa dhidi ya Waislamu wenzie wa Zanzibar. Lakini mimi nina maswali ya kumuuliza na ajibu, na asipojibu nitaendelea, kwa sababu hii ni part 1. Hii press ina part 3. Hii ni part 1. Ina part 2 na ina part 3. Na kueleza kabisa Izzuddin, yani ukijibu, jibu kwa akili na jibu kwa adabu. Maswali ninalokuuliza, unasema kuna mtu ambaye Zanzibar anakualika wewe, na yule anayekualika wewe Zanzibar haelewani na mmoja kati ya wajumbe katika baraza la ulama. Swali la kwanza namuuliza, yeye ni shekhe? Kama yeye ni shekhe, kawaida ya shekhe au muumini, unapoona watu wawili hawaongei, na kwa taarifa zinaelezwa kwamba huyu haongei na mwenzie, kwa nini ukuwaita ukawakadirisha suruhu ya Kiislamu ukawapatanisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Umeingia, watu wawili hawaongei, hawa ni ndugu. Wewe ni shekhe wa namna gani? Kila siku ukikaa unatoa mawaidha katika mitandao ya kijamii, umeshindwa kuwasuluhisha ndugu wawili na umetoa ushahidi kwamba wanagombana. Ulishawahi kuwaita hata siku moja ukawasuluhisha, ukasema hawa na wasuluhisha Kiislamu ili tatizo liishe? Hiyo moja. Lakini jambo la pili, wewe ulipofungiwa, huyo ndugu yako alipoitwa akaelezwa matatizo wewe uliokuwa nayo, nchi yoyote ina taratibu, ina protocol. Hata nyinyi waandishi mmekuja nyumbani kwangu, kuna protocol. Hauwezi ukaja tu kaingia ndani, unataka kwenda chooni, hujui choo kiko wapi. Ni lazima mimi nikueleze, nikupe utaratibu, utaingiaje, ni lazima nikupangie, kaa hapa. Lakini yeye Izzuddin akakasirika kwamba kwa nini apangiwe, kwa nini apewe barua asijibiwe, kwa nini akipita boda asumbuliwe. Tanzania sio nchi ya Kiislamu Izzuddin. Tanzania ni nchi ya makabila yote, mataifa yote, dini zote ambazo wako hapa. Unapoingia lazima upate taratibu za kukaguliwa. Idara ya migration lazima ikukague. Eti kwa sababu mimi Sheikh Izzuddin najulikana sana katika mitandao, eti nikipita boda ya Horohoro kwamba usisachiwe, usikaguliwe, usiangaliwe kwamba wewe ni nani, wakati tunajua kabisa kwamba Kenya ni sehemu ambayo baadhi ya Wasomali kutokea Al-Shabaab wamekuwa ni njia yao ya kupita pale kwenda kufanya maasi katika maeneo mengine. Kwanza jeshi la immigration tunalipongeza kwa kuwakagua watu. Usikaguliwe wewe nani. Tanzania sio nchi ya Kiislamu. Tanzania ni nchi ya dini zote. Haya, wewe unalalamika kwamba ukipita unakaguliwa sana, unapotezewa muda. Ina maana migration ukipita unataka ukifika tu, hizo dini, haya pita ugongewe passport yako, usifate taratibu. Hakuna. Hata sisi Kenya tunakuja, tunapewa taratibu hizo. Kuna mashehe wengi maarufu wakubwa kuliko wewe Izzuddin, na wakienda wanasumbuliwa mipakani, wanakaguliwa. Ule ni utaratibu wa kinchi. Unaposema kwamba wewe protocol umeenda kumfikishia Mama Samia yale maneno ya kuhusu migration, hilo ni kosa. Wewe kuambiwa kwenda kupeleka malalamiko pale, uliambiwa ukatoe mawaidha. Uwezi kupeleka malalamiko kwamba unasumbuliwa migration, hilo ni kosa.
Kwa hiyo ulitaka mama aseme hizo dini apite VIP. Kwanza ungeiomba serikali ya Kenya ikupe diplomatic passport ili ukipita watu tujue kwamba huyu ni VIP. Hiyo moja. Lakini hizo dini baada ya kukuuliza swali la ndugu yako kutompatanisha na kukujibu kwamba protocol migration kwa kukusumbua, ikiwezekana wakusachi kabisa, kwa sababu hii nchi sio ya Kiislamu, tufuate taratibu za kinchi. Kama kweli wewe ni shekhe ambaye utaki protocol, hebu nenda Saudi Arabia Maka, alafu ukifika waambie mimi ndo hizo dini, nifungulieni Kaaba niingie ndani mule. Lazima ufate protocol hata huko ambapo dini ya Kiislamu imeanzishwa. Ukienda Madina utafata protocol, ukienda Maka utafata protocol, ukitua airport kuna msululu wa mamilioni ya watu pale wanapanga kusubiri kugonga visa na kukaguliwa. Sasa hizo dini wewe sheria zako unataka uzilete Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Zanzibar kwa kuwahalalishia watu, kuwazungumzia maneno mabaya, maneno ya fedhuli, maneno ya kejeli kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, kisa tu mtu mmoja anakubeba kukupeleka Zanzibar na kukufutulisha na kukupa riski. Alafu unaenda kuwachafua mashehe Zanzibar, unaenda kumchafua mufti ambaye kakuzidi hata umri. Mufti wa Zanzibar kakuzidi umri zaidi ya mara 20. Hizo dini. Mama amekupenda kwa upendo, akakusifia, mwanangu hizo dini, unatoa mawaidha mazuri, swalisha, ukapata wasa hawakuswalisha kwa raisi, ukapata wasa hawakutoa hutuba. Baadaye wewe hizo dini unakuja kusema mimi hata nikapendwa na Mungu inatosha. Mama Samia atakuja atakaa miaka 5 ataondoka atakuwa mtu wa kawaida. Nani alikwambia atakuwa mtu wa kawaida? Nani alikwambia Mama Samia atakuwa mtu wa kawaida hizo dini? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akistaafu anapata malipo yake kama kawaida, akistaafu bodyguard zinaendelea, akistaafu huduma zote anapewa na serikali, akistaafu kingola bado anacho, akistaafu bado anawakilisha shughuli za kutosha. Anakuaje sawa na wewe? Na tumeambiwa tuwatii mitume, tumtii Mwenyezi Mungu na tuwatii mitume na walio kwenye mamlaka juu yetu. Mama huyu ambaye unamsema vibaya amefanya kazi kubwa, kawatoa mashehe waliofungwa Zanzibar. Mama huyu ambaye wewe unamsema vibaya amekuwa mkarimu katika dini zote, wa Kristo na Waislamu wanamkubali. Samia Suluhu Hassan daktari, muombe radhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kufungiwa kwako wewe kulikuwa hakuna sababu ya kumtaja rais. Unamtaja rais kwa nukta gani? Unamtaja rais kwa jambo gani? Yani kutaka kuleta taharuki tu ili mradi mama asikie kwamba hizo dini kafungiwa, aanze kuuliza maswali. Haya, chanzo cha huyu kufungiwa nini? Hizo dini. Lakini pili, wewe ni shekhe, ulipofungiwa Zanzibar ulishindwa nini kwenda kwa wale mashehe wenzio ambao uko nao? Mwanzo walikualika katika kongamano la amani, ukaongea mbele ya rais wa Zanzibar, ukatoa mawaidha, wakakulipia nauli, wakakupandisha na usafiri wote, na ukafika Zanzibar. Na hiyo Zanzibar hizo dini ukapata gari. Kwenu Kenya umekaa hujawahi kupata gari. Umepata gari na ukampigia shekhe mmoja kati ya Wazanzibari kwamba hebu naomba pesa unitumie walau 2,000,000 nisafirishe gari yangu. Umetoa gari Zanzibar ili uipeleke kwenu Kenya. Fadhila gani unazitaka hizo dini? Lakini nimechunguza nikagundua kwamba umekatiwa chaneli yako ya hela. Nazungumza hoja za msingi, lakini hoja za msingi, Zanzibar ni kisiwa salama. Hizo dini kalishutumu baraza. Baraza limemwambia lete ushahidi. Yeye anasema mnataka ushahidi wa kikanuni au wa Kiislamu. Aliyekwambia nchi ya Kiislamu nani? Baraza la Ulama, ofisi ya mufti ni taasisi iliyo chini ya serikali. Wanalipwa mishahara na serikali. Ni lazima kila wanalofanya watumie dokumenti. Hujaambiwa Zanzibar ni nchi ya Kiislamu? Zanzibar ni serikali ya mapinduzi Zanzibar, sio serikali ya Kiislamu. Wanafuata taratibu zote za kanuni za kinchi. Mafaili lazima yaongee. Hata mimi nilipokuwa Zanzibar nilipewa faili ya kufanya mikutano, kufungua ofisi, nimepewa document. Na ukiisha lazima uende ukarenew. Wewe unasema dokumenti za nini? Mnataka ushahidi wa kikanuni au ushahidi wa Kiislamu? Haya basi, kama ni ushahidi wa Kiislamu hizo dini upeleke, kama ni ushahidi wa kikanuni ulete. Lakini kama ni ushahidi wa kikanuni, kama unataka kumtumia huyo rafiki yako ambaye haongei na mwenzie, yuko katika baraza la Ulama, kwanza wapatanishi waongee Waislamu wenzio, wakishaongea alafu ndo peleka huo ushahidi wako, kama ni wa kikanuni, kama ni ushahidi wa Kiislamu. Hizo dini hana barua
hizo dini hana kanuni na uongo, kwa sababu ulipokuwa umekurupuka ulishutumu baraza la ulama, baadaye ukasema hivi baraza la ulama na ofisi ya mufti kumbe vitu tofauti. Alakuambia tofauti nani? Baraza la ulama ndo hilo hilo, ofisi ya mufti na ofisi ya mufti ndo hilo hilo. Sawa sawa, ukienda BAKWATA kuna baraza la ulama na kuna baraza kuu la Kiislamu Tanzania ambalo ni BAKWATA, mwenyekiti wake ni mufti ambaye yeye ndo mjumbe, kama kule mwenyekiti wake mufti wa Zanzibar, lakini huku mwenyekiti wake huko Sheikh Mataka ambaye ni mwenyekiti wa baraza la ulama, lakini mufti ndio mtendaji mkuu. Kwa hivyo BAKWATA ndo hiyo hiyo moja ya mufti na baraza la ulama ndo hilo hilo moja. Na ukisema Zanzibar ofisi ya mufti na baraza la ulama wote ni wamoja. Uliposema mufti awe mkweli, ulikusudia nini? Mufti wa Zanzibar ndiye mufti Afrika Mashariki na Kati aliyeleta nidhamu katika dini ya Kiislamu Zanzibar. Zanzibar ukurupuki tu kwenda ukafika msikitini ukaongea. Zanzibar ukurupuki ukaanza kuongea vitu vya ajabu ajabu wakakuachia. Lazima upate barua. Lakini haitoshi hilo, hizo dini hapo kwenu Kenya kuna mamufti wawili, kuna makadhi wawili, mmoja mnamkubali, mmoja mnemkataa. Zanzibar mufti yuko mmoja tu, kwa sababu wa Kenya wenyewe hamkubaliani. Kenya hapo hizo dini ulikuwepo wewe, mashekhe walipigwa risasi, Samiri alitobolewa macho, Makaburi alipigwa risasi, Abdulogo alipigwa risasi hadharani. Wewe ulikuwepo hizo dini. Ushawahi kukemea kwamba alipigwa risasi na watu wasiojulikana? Uliwahi kujitokeza hizo dini wewe kuzungumzia habari za Abdulogo, kuzungumzia habari za Samiri, kuzungumzia habari za Makaburi? Ulishawahi kuwazungumzia hawa mashehe ambao walikuwa wakitoa mihadhara kama wewe? Leo unakuja kuzungumza kwa sababu ya rafiki yako tu ambaye ni mnafiki. Anapokujieni fasiki binaba infatabayani, fasiki anapokuja mbainisheni na mumsikie, ambapo yeye hizo dini alisikiliza tu maneno ya mtu kaitwa akaambiwa bwana huyu mtu kadha wa kadha, hajaandikwa maandishi, hajaandikwa chochote, kampelekea taarifa hizo dini bila kuchanganya, kusikiliza habari ya pili, yeye kaenda kakurupuka. Mbona umepewa permit? Serikali ya Zanzibar mbona imekupa permit? Usifate utaratibu hizo dini. Wewe nani? Umekuwa nani? Kwa elimu gani ambayo wewe kubwa uliokuwa nayo, ambaye unakataa hata Waislamu wa kiswali kidole na kidole kisigusane, unasema hakuna hadithi inayosema kidole na kidole kigusane? Kwa elimu gani ya mitandao ni hizo dini? Mimi elimu sina, lakini nakujibu kama ulivyoenda kimaneno, na kujibu mkosea mufti wa Zanzibar, na kujibu umelikosea baraza Zanzibar. Zanzibar imetulia, na wewe inawezekana unatumika kisiasa. Kwa nini useme humu kwamba kuna siasa, wakati unajua kabisa kwamba baraza la ulama, taasisi ya mufti, iko chini ya serikali? Wewe unasema kuna siasa. Wewe ndio unaleta siasa kwa sababu unataka kuleta taharuki katika nchi. Unataka kuleta taharuki katika nchi ya Zanzibar, hizo dini ambayo imetulia na inaelekea katika uchaguzi mkuu wa rais na wawakilishi. Unataka kuwaweka watu katika hofu. Unataka kuonyesha kwamba wewe umefungiwa. Wamefungiwa mashehe wangapi Zanzibar pale? Mbona umefungiwa mashehe wengi na wakuzungumza? Kama umefungiwa una makosa yako mengi tu ambayo tunayo, na ukiendelea tutataja faili lako lote Zanzibar, na ukiendelea tutataja faili lako huko uliko kwenu, na ukiendelea nitakuja kukupiga Pentagoni, pigo moja la mwisho ambalo litakuvua ushehe wote, utabaki kuwa mtu wa kawaida ukasomeshe madrasa. Kwanza muombe radhi mufti wa Zanzibar, muombe radhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, jemedari mkuu. Waombe radhi Waislamu wa Zanzibar. Kulikuwa na haja gani ya kuleta taharuki ikiwa wewe Muislamu umefunga, unaenda kuwaletea wenzio taharuki kwamba eti umefungiwa, na sababu za kufungiwa kwa sababu uliongea maneno ya migration, kwa sababu ulienda kwenye harusi ya mtoto wa Mama Samia ukatoa hutuba, au kwa sababu ya kupendwa sana na rais ndio wachukie? Hivi mtu anaweza kachukia kwa sababu wewe unapendwa na rais? Anachukiaje mtu? Uone kwamba wewe hizo dini hauko sawa. Zanzibar leo baraza la ulama, ofisi ya mufti imejenga nidhamu kubwa sana Zanzibar. Nidhamu ya kwanza, Waislamu kuwa wamoja. Nidhamu ya pili, Zanzibar usikii kuna mtu anatokeza anatangaza mwezi wake. Mtangazaji mwezi ni mmoja, mtangazaji maulidi ni mmoja, mtangazaji sherehe zote ni mmoja Zanzibar, ambaye ni mufti wa Zanzibar. Hakuna kama huko Tanzania bara, huyu anatangaza mwezi leo, huyu fungeni kesho, huyu leo. Zanzibar nizamu ni moja tu.
Na ukitaka kuharibu hilo, nenda unachezea pingu kwamba ukatangaze fungeni bila mufti kutangaza. Sasa wewe unataka hizo dini ukiingia kwamba wewe ndio uwe shekhe kuliko hata mufti wa Zanzibar. Haiwezekani hizo dini. Nenda kakae kwenu kahubiri huko. Kwa kuna haja gani hizo dini ya kwenda kwenye mitandao kulishtumu baraza? Ulishindwa kama Waislamu wenzio ukawatumia mashekhe wakubwa ambao wewe unasema familia ya Bakathiri si nani? Si wapo mpaka leo. Ulishindwa kuwafuata ukawaambia twendeni kwa mufti ili umfuate mufti. Kwani mufti ni yuko Ikulu yule? Si uko nyumbani kwake? Mufti nimefungiwa, mimi ni shekhe, kwa nini nifungiwe? Kwa nini usiende kuoji? Maana yake wewe unatumika kuleta taharuki. Hiyo moja. Nataka nimalizie pointi mbili za hizo dini. Pointi zake anazozitaka ni za kikanuni au pointi zake anazozitaka ni za Kiislamu? Ulipozungumza umefungiwa, ulifungiwa kikanuni au ulifungiwa Kiislamu? Unatakiwa utujibu hapo. Ulifungiwa kikanuni au ulifungiwa Kiislamu? Ulifungiwa kwa mdomo au ulifungiwa kwa maandishi? Na kama ulifungiwa kwa mdomo, aliyetamka ni nani hapo ofisi ya mufti? Tutajie, usije ukavuruga watu wote. Taja nani kakutamkia kwamba wewe umefungiwa hizo dini. Sasa hitimisho, Zanzibar imepita mashekhe wengi. Sheikh Uthman Maalim yupo. Huyu asije akawa sababu ya kusababisha watu wengine na wahadhiri wengine wa Kenya wakashindwa kwenda Zanzibar. Zanzibar ni nchi ndogo sana, inahitaji amani, inahitaji umoja, inahitaji mshikamano, inahitaji udugu. Watu walikaa miaka mingi hawazikani pale, watu walikaa miaka mingi hawasemezani. Sasa wewe hizo dini unataka vurugu hizo za watu kutokusemana na kusalimiana kwa kigezo cha kujifanya wewe shekhe na mlemba wako umevaa huo na kofia yako, ukavurugi amani ya dini Zanzibar. Na iomba serikali ya Zanzibar ikiwezekana au ofisi ya mufti imfungie kabisa, yani asikanyage nini Zanzibar. Hizo dini asikanyage Zanzibar. Na iomba baraza la ulama, ofisi ya mufti, ikiwezekana na serikali imfutie hiyo permit yake, kwa sababu huyu mtu ni mtu danger, ni mtu hatari, ni mudhabidhabina, huyu ni mnafiki, huyu ni mchongonishaji, huyu ni shekhe wa kwenye mitandao kama mashekhe wengine wanaolumbana kwenye mitandao. Ufungiwe, kwa sababu Zanzibar sio Maka wala Madina. Kaa kwenu Kenya, fundisha. Kaa kwenu Kenya, fundisha. Kama ulishindwa kuwasuluhisha watu wawili wanagombana hapo katika baraza la ulama, na wewe ni shekhe na umekuwa ukisuluhisha watu wengi katika ndoa zao, katika maisha yao, umeshindwaje kuwasuluhisha hawa? Ofisi ya mufti msimjibu. Akijibu mimi nitaendelea na nitapasua maovu yake yote. Hizo dini, kaa fundisha dini ili upate thawabu za Mungu. Nenda kaswali rakaa 2, muombe Mungu msamaha kwa kuwafitinisha Waislamu wenzio, kwa kuwatukana katika mitandao ya kijamii. Hizo dini, wewe sio mtume wala sio swahaba, kwamba wewe huna kasoro au huna tofauti. Wewe sio mtume wala sio swahaba, wala sio katika wanachuoni wakubwa waliotajwa, wala sio katika maimamu 4 waliotajwa katika dini ya Kiislamu. Wewe ni mtu wa kawaida tu, kawaida kabisa, ambaye mtu yoyote anaweza akasoma dini na akawa kama wewe na zaidi ya wewe. Sasa nimekurarua pati 1 na pati 2 ambazo nitaita waandishi mpaka kutoka Kenya ili nieleze mambo yako yote. Ukijibu tu, yani nakusubiria na kurarua, na yoyote atakaye kuingilia na mrarua, sitomuacha, yani napita naye. Toa mawaidha kama Uthman Maalim, tulia. Toa mawaidha kama Al-Hatim, tulia. Ndugu zangu waandishi, hii ni pati 1. Tunaifunga hapa pati 1. Na nina imani mtaifikisha kama ilivyo. Usiedit, fikisha kama ilivyo. Tumejibu nukta zake zote. Tumejibu nukta ya kwanza ya maneno yake aliyoongea, hizo dini kulishtumu baraza. Lakini baraza la Zanzibar, ofisi ya mufti, moja kati ya kazi kubwa waliofanya, leo Zanzibar kuna sherehe ya mwaka mpya, sikukuu ya mwaka mpya ipo. Hiyo ni kazi kubwa kufanikisha. Leo Zanzibar kuna mashindano makubwa ya Qur'ani yanafanyika. Hiyo ni kazi kubwa inafanyika pale. Leo Zanzibar ofisi ya mufti inafanya maendeleo makubwa mno ambayo siwezi kuyaeleza, nitakuja kuyaeleza kazi na ofisi ya mufti na maendeleo makubwa yanayofanyika katika ofisi ya mufti pale. Ndugu zangu, naruhusu maswali matatu kama hamna. Nawatakia Ramadhani Karim, Ramadhani Mubaraka. Mwenyezi Mungu ndio mwingi wa kusamehe. Kama tumekosea, Mwenyezi Mungu atusamehe. Ukweli unauma, sema kweli japo kweli inauma.
lakini ukweli lazima ufike. Hizo dini muombe msamaha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muombe msamaha Mufti wa Zanzibar, lakini pia waombe msamaha Waislamu wa Zanzibar. Na ukijibu nitakujibu, wala sitochelewa. Tena nitakujibu vizuri, haraka mno. Nitakujibu na nitakufanyia operation, wala usiwe na tabu juu ya hilo. Kajibu utakavyoweza kujibu, lakini nitakujibu. Na yoyote atakayetokea nitamjibu. Hilo lieleweke wazi. Kwa sababu hapa ni kutengeneza, sio kuharibu. Kutengeneza dini. Hii ni dini, na dini hii sio yako hizo dini. Hii ni dini ya Mwenyezi Mungu. Wabillahi taufiki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.